Haleluya watu wa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo ni njema na tumeiona tena siku ya leo. Ninakusalimu mtumishi wa Mungu kwa jina la Yesu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninalitukuza jina lako na kuliinua. Asante kwa ajili ya saa nzuri na muda mzuri. Tunapotaka kusogea mbele za uso wako kwa ajili ya maombi. Mungu Roho Mtakatifu, ninakukaribisha uwe pamoja nasi tena katika maombi na uwe pamoja na mtumishi wako popote alipo. Asante kwa maana ninaamini wewe peke yako ndiye kiongozi wa maombi na kutusaidia katika kila hatua. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninaomba na ninaamini. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni muda wetu wa maombi tunapoendelea na maombi yetu ya ushindi. Maombi yetu ya ushindi ni maombi ya kupita katikati ya uharibifu, katikati ya ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Tulikuwa tunaendelea na maombi ya toba kwa ajili ya maandalizi ya maombi ya kutamka na kwa habari ya kuziteka nyakati zijazo na kumaliza salama katika mwaka huu. Ni maombi yetu ya siku 14. Tumeanza tarehe 15. Tumeanza tarehe 10. Tumeanza Jumatatu. Ilikuwa ni tarehe 15. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuwa na siku zetu 14 za maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikualike sasa mtumishi wa Mungu. Kama kawaida, kama tunapotaka kuanza sasa, kabla hatujaendelea na maombi, tunakaribisha watu wenye mahitaji, lakini tunakaribisha watu wenye shuhuda. Nikukaribisha mtumishi wa Mungu kwa ajili ya shuhuda, kwa ajili ya mahitaji. Tuna desturi ya kuombeana na kisha tunaendelea na maombi. Karibu watumishi wa Mungu, na washa maiki yako. Tuko live hapa WhatsApp. Unawasha maiki yako na kisha tunakusikiliza, tunakuombea na tunaamini kwamba utakapoombewa leo, kesho utaleta ushuhuda. Na wewe ambaye uliombewa jana na siku zilizopita, ni vizuri tu ukiwa na ushuhuda. Ni muhimu sana kama Mungu amekutendea. Hebu rudi useme tena kwamba mimi Mungu amenitendea. Karibu mtumishi wa Mungu. Karibu. Amina. Mimi na ushuhuda. Ndio. Ndogo yangu kila mnaongea jana, lakini kinyasa iko vizuri, inaridhisha. Ndio jana ile hali alikuwa nayo jana ilikuwa mbaya sana. Siku nzima ilisumbua. Lakini asubuhi Mungu alisaidia na kwa vizuri, na sasa naendelea vizuri, ile hali inaisha. Namshukuru Mungu sana. Okay, mdogo wako nani? Emerante. Okay, sawa. Ndio. Asante. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Tunashukuru. Bwana ametenda. Amen. Na jina lake libarikiwe. Amen. Amena. Karibu mwingine. Bwana mama. Amena. Na mimi napenda kumshukuru Mungu kwa maombi ya jana, kwa ile ambayo aliniombea kwa utosi. Kwa kweli toka jana sijajisikia kutembea wala kusumbuliwa kwa hali yoyote. Kwa napenda kumshukuru Mungu sana kwa ambayo alionitendea. Amina. Barikiwa sana. Barikiwa. Amina. Na kingine nataka kuomba samahani, nilimwadi mamangu kwenye group, ila nilivunja sheria, sikujua kama hii group linatembea vipi. Niliamua tu kumwadi, kwa hiyo naomba msamaha sana, labda nilikosea.
Ubarikiwe, hamna shida. Amen. Hamna shida. Karibu. Karibu mtu mwingine. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe sana Yesu, namshukuru Mungu. Niko na swali mbili, mahitaji mbili. Kuna mama mwingine rafiki yangu ni mgonjwa sana. Sasa huyo mama akaniambia nimpeleke mahali ya pasta muombe. Kuna mpasta fulani yeye huenda maombi huko aombewe. Endanga. Sasa leo nikasema acha nimpeleke. Tukafika huko tukapata huyo pasta na yeye anafunga. Anafunga mlango. Sema anamaliza kuomba, alikuwa anaombea watu, ataomba tena. Sasa aliponiona tu mimi hivi tumefika pale, nilienda kupeleka mwenzangu. Aliniona tu akaanza kuniambia, wewe huku umetupia majini mingi sana. Sasa nikashanga. Na hakuomba na hakuombea yule mgonjwa, nilienda kupeleka. Akaniambia tu hivi, sasa mgonjwa tukasimama tu. Baadaye nikaanza tukatoka. Kwa nafikiria hata vile amesema ameniona nimetupia majini mingi sana. Nilikuwa nafikiria basi ataniambia kuja nikuombee. Alituacha hivyo tukatoka, mimi nikakuwa na ile wasiwasi na nilienda kupeleka mtu. Na huyo mgonjwa naye pia kuombea, lakini yeye huenda anaombewanga, lakini leo nje nilikuwa naenda kumpeleka. Sasa naomba mtumishi niombee. Haya, swali ya pili, siku ile ulitangaza ukasema kuna maombi watu wafunge hiyo siku ya tarehe 15. Lakini mimi hata nilikuwa na maombi na bado tukaendelea tu, nifanyaje? Yesu, unaendelea na maombi, tuendelee hivyo hivyo. Kwa sababu lengo ni kuomba, mtumishi wa Mungu. Asante. Sasa unasema huyo mtumishi alokuambia kwamba umetupiwa majini kwa ajili ya nini? Na yametoka wapi? Na yanataka nini? Na anakusaidia nini? Alisema tu hivyo na hakuniombea. Kwa nini ukumuuliza? Sasa natoka, najua nikakuwa na ile huzuni. Akaniambia chukua namba yangu ya simu unipigie usiku ndio nitakwambia. Sasa usiku nikachukua ile namba yake ya simu nikajaribu kumpigia usiku leo saa 4 hivi, achukue simu nakata. Sasa ndio nikasema Mungu Baba, nikakuwa na ile wasiwasi tu, nikasema acha nitaambia mtumishi ripoti aniombee. Sijui sasa hiyo majini. Nikwambie kitu mtumishi wa Mungu. Yes. Ndio maana ni hatari sana kuwa na watumishi wengi. So umenielewa? Simaanishi kwamba mimi nakukataza kwenda kwa watumishi tofauti tofauti, hapana. Ni muhimu sana kuzipambanua roho. Kuna namna nyingine adui anaweza akatumia kukutia hofu, lakini ana lengo la kukuondoa kabisa katika mpango wa Mungu. Kwa mfano hiyo, huwezi ukatolewa unabii una tatizo na kisha hujasaidiwa. Imekusaidia nini? Kama ndio ameona una majini, alafu ameishia kukusema umetupiwa majini mengi, hajaelezea hayo majini kusudi lake ni nini? Hajakusaidia, unategemea ni nini? Mimi nikanushe kusema hivi, una majini. Acha kujitia pressure. Umenielewa? Mtumishi. Huna majini. Acha kujitia pressure. Naweza nikakanusha kwa namna hiyo kwa sababu adui ana njia nyingi sana sasa hivi za kuwakamata watu wa Mungu na wakatoka kabisa kwenye imani ya kimungu,
wakakaa na ndio maana watu wengi wanapenda unabii. Ni lazima mjitahidi kuchunguza unabii. Huwezi ukapewa unabii usiokamilika. Mungu hayuko hivyo. Lengo la unabii ni kutoa mwelekeo na kumsaidia mtu mwenye shida. Ndio lengo la Mungu. Hebu tusome vizuri Biblia. Mungu akitaka kutoa unabii anatoa na mwelekeo au utatuzi wa tatizo lililoonekana kwa nabii. Umeelewa? Mungu hawezi kusema tu wewe uko hivi afa akaishia kukuacha una maumivu. Biblia inasema Mungu afurahishi kumtesa mwanadamu. Hapo kuna lazima ujiulize maswali. Kwa nini? Kwa nini? Kwanza nabii, neno unabii ni kinywa cha Mungu. Mtu nabii ni kinywa cha Mungu, ni mtu anatumiwa na Mungu. Hivyo Mungu anaweza akawa hana huruma kiasi hicho. Matokeo yake ndio utaambiwa una majini, unataka kutoka, leta kiasi fulani. Hicho ndio kinachofuata. Wewe fuatilia, utakuja uniambie. Lakini mimi nikutoa wasiwasi, mtumishi wa Mungu, huna majini. Na ndio maana mimi napenda kufundisha watu waombe wenyewe. Na wafundisha watu njia za kujiombea wenyewe. Waache kukaa kuwa tegemezi. Na kwenye swala la kumsikia Mungu, hata wewe unaweza kumsikia Mungu ukitaka. Na ndio maana mara nyingi sana huwa ninafundisha njia za kumsikia Mungu. Huwa ninasema hivi, mtu yoyote anaweza kumsikia Mungu ukiamua kukaa kutulia. Sizungumzie kwa habari ya unabii. Unabii ni huduma na ni kalama, lakini kwa habari ya wewe Mungu kusema na wewe, hata wewe unaweza kumsikia Mungu. Kuna njia nyingi na ndio maana huwa ninawafundisha njia mojawapo ni ndoto. Njia ya pili ni mawazo yako. Njia ya tatu ni maono. Maono anaweza akapata mtu yoyote. Ufunuo, Mungu anaweza akajifunua kwa mtu yoyote. Tunapata mafunuo na maono na ndoto sahihi kupitia kwa Roho Mtakatifu. Na ndio maana aliwaambia hivi, kaeni humu Yerusalemu mpaka mtakapovishwa nguvu. Akazungumza akawaambia wanafunzi wake, huyo Roho atakapokuja atawatia katika kweli yote na kuwakumbusha yote niliyowaamuru. Ni Roho Mtakatifu anatuwezesha. Lakini anasema hivi Paulo, huyo asiyekuwa na Roho wa Mungu, huyo sio wake, huyo sio mtoto wa Mungu. Paulo anasema kwa habari ya Roho Mtakatifu, anasema hata kuomba tunatakiwa tuombe katika Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anayetusaidia. Lakini anasema ndani yetu Roho Mtakatifu anashuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba tu watoto wa Mungu. Shida ya watu wengi, hatutaki kung'ang'ana kumtaka Mungu atusaidie kwenye maisha, aweze kutufunulia siri. Paulo amejaribu kuelezea habari sana ya Roho Mtakatifu kwa habari ya sisi kutufunulia, kwa habari ya sisi kusema na sisi, kwa habari ya sisi kutudhihirishia kweli na haki na hukumu. Ni Roho wa Kristo peke yake. Tunaweza kabisa tukashuhudiwa, maisha yangu sasa hivi yako mahali fulani. Kwa mfano swala la ndoto. Ndoto huwa inatoa tafsiri halisi ya maisha yako. Unaweza ukaota ndoto fulani, nafsi yako inakueleza kwamba wewe sasa hivi niko mahali fulani, sasa hivi niko mwelekeo fulani. Inaweza ikakupa mwelekeo, inaweza ikakukumbusha kule ulikotoka kupitia ndoto. Lakini watu wengi hatutaki kufuatilia. Sikiliza, mwanadamu ameumbwa katika hali ya kuwasiliana na ulimwengu wa roho. Haleluya! Kuwasiliana ulimwengu wa roho ni kila mtu. Shida watu wengi hatutaki kutulia tumsikilize Mungu, na tutaendelea kudanganywa, tutaendelea kutiwa hofu, tutaendelea kusumbuliwa, na adui ametumia hiyo njia kudanganya watu na kutuchosha na kututesa. Kwa hiyo tuwe makini watumishi wa Mungu, na sio kila kitu cha kupokea. Kuna wakati mwingine ukiambiwa neno, tafakari wewe mwenyewe, una majini yanafanya nini na kwa nini yako kwako, na yametoka wapi na yanataka nini. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo una amani? Na amani mtumishi. Pia nilikuwa nataka maombi tujia, nikiotaka ndoto sikumbuki,
Sawa. Katika hilo tutaomba, lakini niseme hivi, kabla hatujaomba kwenye hilo eneo, ni watu wengi wanasumbuliwa na hili. Sasa nisikilize, mtu kama hukumbuki ndoto zako, maana yake kuna mahali adui amepindisha lango lako la ndoto ili usiweze kusikia au usipate mwelekeo wako, kwa sababu eneo la ndoto ni eneo maalumu ambalo Mungu analitumia watu kuwapa mwelekeo au kuwasaidia katika safari ya maisha. Hivyo, kwa hiyo tutaomba katika hilo, tutaomba tu. Tuombe. Mtumishi wa Mungu, tumuombee mtumishi wa Mungu kwa habari ya lango la ndoto. Unahitaji lango lake lifunguliwe na aweze kumsikia Mungu kupitia ndoto au kupitia maono. Haleluya, tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninalitukuza jina lako na kulinua. Asante kwa ajili ya saa nzuri na muda mzuri. Nami kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ninamwinua mtumishi wako kwa habari ya lango la ndoto. Nami kwa jina la Yesu Kristo, imeandikwa na ufunguo wa Daudi uko mabegani mwenu. Utafungua utafungua duniani na mbinguni kimefunguliwa. Hivyo kwa jina la Yesu ninaamuru sasa lango la ndoto lifunguke. Naam, ninamnyang'anya adui kwenye lango la ndoto. Ninamnyang'anya adui lango la ndoto. Ninamnyang'anya adui lango la ndoto. Ninamnyang'anya adui lango la ndoto. Roho ya kusahau, ninakwenda kwenye frequency za ulimwengu wa ndoto kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninakwenda kwenye store ya ndoto zake Sarafina kwa jina la Yesu. Ninaamuru kuanzia sasa ndoto zako zirenew na uzikumbuke kuanzia sasa. Nguvu ya kukumbuka ninairudisha iliyoibwa na adui. Nguvu ya kukumbuka ninairudisha iliyoibwa na adui, lakini nguvu ya kupata utambuzi kwa habari ya kila ndoto kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, kwa sababu utakaa kwenye fikra zake, utakaa kwenye ufahamu wake wa kiroho na wa kimwili ili aweze kuyakumbuka na kuyatafakari. Kwa jina la Yesu Kristo ninaamini imekuwa. Amen. Ubarikiwe sana. Nimechanganya tena, sio Sarafina. Ni Sarafina au nimechanganya? Sarafina hiyo. Okay, barikiwa. Barikiwa sana. Karibu mtu mwingine. Amen, amen. Nilikuwa niko na swali kwa ajili ya mafungo juu ya mmoja wazito. Ya sijui na kuwa kwa maana wengine tumejaribu, ni kama vile imekuwa ngumu kidogo. Wewe ni mjamzito, usifunge, lakini inategemea wewe mwenyewe unasikiaje. Lakini kiafya tunashauri usifunge. Unaweza ukafunga mfungo ambao utakuwa ni mwepesi. Okay. Asante, ndo ilikuwa swali. Okay, sawa. Barikiwa. Ndio mama, na mimi hapo nilikuwa nasikia aibu kuuliza, kwa sababu ile siku ya kwanza nilipimaga, nilisikiaga nguvu inaniishia, njaa ilifika kwa nifika, yani mchana nikasikia kama sina nguvu, nashinda hata kusimama. Ndio nikawa nataka niulize, nilikuwa nasikia aibu, labda nitaonekana napenda kula sana, labda. Ni mjamzito? Ndio, ni mimi Judy, Okay. Kwa hiyo nilishindwa. Usifunge, lakini omba. Usifunge, lakini omba tu. Kuwa na muda mwingi wa kuomba. Mungu wetu yuko pamoja na sisi, usiogope. Kumbuka mambo ya kufunga ni imani pia. Karibu. Amina. Mimi ninafunga, lakini stoma inanitesa sana, lakini niko naweza kufunga kuanzia asubuhi
mpaka 16. Saa zingine nafikisha 17. Kama natumia chakula sijui kama ninakosea. Kwa hiyo kwa sasa unashindwa, huwezi kufunga? Kama inaniluma sana, niko nafunga kuanzia asubuhi, ikifika 16, 17 natumia chakula. Okay. Kwenye swala la kufunga, kama nilivyotangulia kusema, ni imani. Nasema kwa habari ya kufunga, kuna mifungo ya aina nyingi sana, lakini kwa sasa muda wetu hautatosha kufundisha kwa habari ya kufunga. Kufunga kuko aina nyingi sana. Unaweza ukafunga masaa 6, ukafunga masaa 3, ukafunga masaa 2. Kumbuka nimesema kufunga ni imani, na ndio maana unaposoma Biblia, kina Danieli walifunga chakula kitamu. Hawakula chakula kitamu tu na wakawa wamefunga. Danieli alipofunga zile siku 21, Biblia inasema alifunga vyakula vitamu. Lakini Yesu alifunga siku 40, hakunywa wala hakula. Lakini kuna mtu mwingine unaweza ukafunga masaa machache, au ukafunga ukawa huli lakini unakunywa hivyo. Ninaposema kunywa, kwa mfano kunywa maji, labda umeamua mfungo kwamba hautakula chakula kizito, utakula chakula chepesi. Inategemea na mfungo wako, sawasawa na unavyosikia moyoni mwako. Inategemea umeamua kufunga mfungo wa aina gani. Lakini kikubwa tuwe pamoja katika maombi ya siku hizi 14. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Na nashukuru Mungu kwa ajili ya ile maombi ya jana mlituombea. Mimi nilitoa ushuhuda kwa ajili ya ile hali ya tumbo. Nilikuwa nasikia kiuno na mimi kilikuwa kinaniuma sana. Sana kabisa. Lakini jana sasa mlimaliza kutuombea, nikasikia kabisa kiuno kama kuna sasa vile kwa kitu fulani. Tuone katika kinabakia kipesi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu sana. Mbarikiwe. Barikiwe pia. Barikiwe sote. Amina. Nikaribishe mtu wa mwisho, tuendelee na maombi. Amen. Mimi namshukuru Mungu kama kuna maajabu yanaendelea kunitendea. Kulala na kuamka ni neema ya Mungu. Mama, namshukuru Mungu kwa zile ndoto ndizo kukulotolea juu ya mume wangu. Kweli sijui kama ni Mungu yuko naendelea kujidhihirisha. Zile ndoto ameonesha ndoto zake zenye amelota sio. Jana mwenzetu akanipigia simu huko. Eti yeye ananiaga turu ya kwanza. Ile wakati tulianza tu maombi kama ameibiwa pesa mwa account yake. Ndio akanyamazia hapo. Yeye kulala sasa ndio akarota zile ndoto. Tena jana ananipigia, ananambia na pesa zenye alikuwa naweka mnyumba kwenye banalalaka, anakutanisha banazibeba tena. Ndio hapo yuko ananiambia yeye naona kama Afrika nakuwa uchungu kabisa, hayu afanye nini. Manake natamani hata tu siku za kurudia zifike arudie. Kweli ile na nikaona kama ni Mungu tu ndio mwenye kunaenda kujidhihirisha. Na Mungu tu anisaidie. Umeomba muda mrefu. Umeomba muda mrefu, Mungu anakwenda kukusikia wakati huu. Mungu anakwenda kukusaidia wakati huu, mume wako kurudi nyumbani na kutulia kabisa na kuachana na huyo bi mdogo. Najua ni adui alitumia mlango wa mume wako kuibiwa. Kwa hiyo usitumie nguvu kugombana naye. Mungu mwenyewe atamrejesha kabisa, na hautajua amemrejeshaje. Ni yeye mwenyewe Mungu ataingilia kati na kumrejesha hivyo, kwa sababu huyo ni mume wako na wala sio huyo mwanamke, sio mke wake.
tunaamini Mungu atamrejesha kwa njia anayoijua yeye, na ni njia ya amani pasipo kumuumiza yoyote. Amen. Namshukuru Mungu sana. Endelea kunitendea. Amina, ubarikiwe sana. Ataendelea kukutendea na kukutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na maombi ya toba. Leo tuko kwenye hatua ya maombi ya toba, toba ya mabadiliko. Haleluya. Toba ya mabadiliko. Leo tutaomba maombi toba ya mabadiliko. Toba ya mabadiliko inapatikana katika kitabu cha Isaya sura ya 6 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 5 pale. Au tutausoma mstari wa 5 tu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianza mstari wa 1, Biblia inasema katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, ndipo mtumishi wa Mungu akamuona Bwana. Haleluya. Lakini pointi yangu iko mstari wa 5. Biblia inasema ndipo niliposema ole wangu, kwa maana nimemuona. Ole wangu. Inasema ndipo niliposema ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona mfalme, na mfalme wa majeshi, Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma Biblia kwenye hii sura unaweza usielewe kama ilikuwa ni toba ya mtumishi wa Mungu Isaya. Biblia inasema alipofunuliwa macho kumuona Mungu, na ndipo alipogundua kwamba yeye ni mwenye dhambi. Na hiyo dhambi chanzo chake ni nini? Chanzo chake ni kwa sababu anakaa kwa watu wenye midomo michafu. Na kwa sababu amekaa kwenye midomo michafu, na yeye midomo yake ni michafu, anagundua kwamba ole wangu, mimi nina dhambi. Unajua, nimejifundisha kwamba hauwezi kupata mabadiliko kama hautachukua hatua ya pili ya kumuona Mungu. Watu wengi na ninaweza nikasema kwamba hata sasa hivi tangu tumeanza toba toka siku ya Jumatatu, na leo ni siku ya 5 sasa, ni siku ya 5. Kwetu huku sasa Afrika Mashariki ni siku ya 5. Sijajua mabala mengine, sijajua ni saa ngapi. Kuna wengine huko ni mchana, labda ni siku ya 4 inaelekea siku ya 5. Tangu tumeanza kwenye toba, naweza nikauliza swali kwamba mtumishi wa Mungu, Mungu amesema na wewe nini kuhusu toba? Jana nilizungumza nikasema kwamba tutatubia toba ya asili, lakini toba kwa ajili yetu, lakini ili tuende tufanye maombi yenye majibu ni lazima tumlingane Mungu. Nikazungumza nikasema kwamba toba ni kama kugonga hodi uweze kuingia katika ufalme wa Mungu, au kukiendea kiti cha rehema, Biblia inasema. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini sasa nimegundua kwamba kuna uwezekano tunafanya toba, lakini sio toba ya mabadiliko. Toba ya mabadiliko ni ile hali ya kupokea upya kitu kipya na hatua mpya. Tunataka maombi ya kuvuka mwaka. Ni maombi ya kuvuka mwaka, ndivyo nilivyosema kwamba Mungu ameniambia tufanye maombi ya kuvuka mwaka. Yaani kuvua mavazi yaliyokuwa au nyakati tulizokuwa nazo mwaka 2025, kwa sababu tunaelekea mwaka 2026. Maana yake tunahitaji kupata ratiba mpya, tunahitaji kupata mavazi mapya, tunahitaji kupata utukufu mpya, tunahitaji kupata mwelekeo mpya na mambo yote mapya sawa sawa na wakati utakao kuja. Kumbuka, sio kila wakati uko sawa na wakati mwingine uliopita, na sio majira ya wakati uliopita utakuwa ndio majira ya huu wakati uliopo. Hapana. Hivyo tunahitaji kupata kitu kipya, kama vile mabadiliko ya kalenda.
Na ukumbuke tu kwamba, sikiliza, mwaka huu ulikuwa na miaka kadhaa, mwaka kesho unaongeza mwaka mwingine. Maana yake ni lazima pia kuna hatua ambayo unatakiwa uipate kwenye maisha. Tunapozungumza kwenye maisha, tunaweza tukasema kwenye mzunguko mzima wa maisha. Ninaamini kwamba hakuna mfanyabiashara anayetamani alivyokuwa mwaka huu na mwaka kesho awe hivyo. Hakuna mwenye huduma anayetamani kwamba alivyokuwa mwaka huu na mwaka kesho awe hivyo. Hakuna mfanyabiashara au mfanyakazi anayetamani alivyokuwa mwaka huu alivyokuwa na cheo cha hivi na mwaka kesho awe hivyo. Kila mwaka lazima kila mtu anatamani kupata mabadiliko sawa na wakati ujao. Hivyo hatuwezi, ni lazima tukae tujipambanue kwamba ni vitu gani ambavyo vilinifanya mwaka huu sikufikia malengo. Ni kwa nini sikufikia malengo? Ni kwa nini mwaka huu umekuwa mgumu kwangu? Ni kwa nini? Ni lazima upate sababu. Sasa hizo sababu utazipataje? Hizo sababu utazipata endapo utajikita kwenye toba. Kwenye toba ya kumtafuta Mungu, kwenye toba ya kubisha, kwenye toba ya kutaka kupata mwelekeo mpya mbele za Mungu, ili uweze kupata ufunuo mpya pia mwaka kesho. Lakini utawezaje basi kupata ufunuo mpya? Utawezaje kupata mwelekeo mpya? Ni lazima ujikite katika Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fungua kitabu cha Ezekieli sura ya 8. Ezekieli sura ya 8. Kuna kitu hapo nataka nikuonyeshe. Ezekieli Bwana Yesu asifiwe. Ezekieli sura ya 8. Tutaanza na mstari tu wa kwanza. Biblia inasema, ikawa katika mwaka wa 6 mwezi wa 6 siku ya 5 ya mwezi, nilipokuwa nikikaa nyumbani mwangu, wazee wa Yuda nao wamekaa mbele yangu. Mkono wa Bwana Mungu uliniangukia huko. Ndipo nikaangalia na tazama, kama kwamba ni mfano wa moto. Hapa anajaribu kumwelezea Mungu namna alivyomuona. Haleluya. Twende pamoja. Ndipo nikaangalia na tazama, kana kwamba ni mfano wa moto, tangu mfano wa viuno vyake na chini moto, na tangu mfano wa viuno vyake na juu kana kwamba ni mfano wa mwangaza, kama rangi ya zamalabu ya kahalabu. Naye akanyoosha mfano wa mkono, akanishika kwa kishungi kimoja cha nywele za kichwa changu, nayo Roho ikaniinua kati ya dunia na mbingu, ikanileta katika maono ya Mungu mpaka Yerusalemu, mpaka mlango wa kuingilia ua wa ndani uelekeao upande wa kaskazini, mahali palipokuwa pamewekwa sanamu ya wivu itiayo wivu. Sasa hapa lengo langu nataka kuzungumzia hapa nataka kuzungumzia tuendelee kusoma. Ikanileta katika maono ya Mungu mpaka Yerusalemu, mpaka mlango wa kuingilia ua wa ndani uelekeayo upande wa kaskazini, mahali palikuwa pamewekwa sanamu ya wivu itiayo wivu. Hapa Mungu alimchukua mtumishi wa Mungu Ezekieli kwa ajili ya kumuonyesha tatizo linalosababisha wana wa Israeli wawe waasi. Ukianza kusoma kuanzia sura ya 3 mpaka sura ya 7 utagundua Mungu anajaribu kuwaelezea wana wa Israeli walivyokuwa waasi. Lakini ni kwa nini walikuwa waasi?
Kwa hiyo anajaribu kupelekwa sehemu maalumu ambayo inasababisha wana wa Israeli wawe na waovu, wawe na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kusudi langu ninaposoma hii sura, najaribu kuelezea kwamba mtumishi wa Mungu huwezi kuingia kwenye toba sahihi kama hujachukuliwa na Mungu katika roho, ukaenda ukagundua kwenye chanzo cha tatizo kwamba ni kwa nini unataka mabadiliko na ni kwa nini unataka hatua mpya. Lazima kuna kitu ambacho kimesababisha usifikie hiyo hatua mpya, lazima ipo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwelekeza Ezekieli kwamba kuna sanamu ya wivu katika hekalu na alinyanyuliwa juu akawekwa kati ya mbingu na dunia, na ndipo akayaona hayo yote, lakini katika roho. Mstari wa 4 inasema, na tazama, huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwapo hapo, sawasawa na maono yale niliyoyaona katika uwanda. Ndipo akaniambia, mwanadamu, inua macho yako sasa uangalie upande wa kaskazini. Basi nikainua macho yangu nikaangalia upande wa kaskazini, na tazama, upande wa kaskazini wa mlango ilikuwapo sanamu ile ya wivu mahali pale pa kuingilia. Akaniambia, mwanadamu, je, umeyaona? Akaniambia, unayaona wanayoyafanya, yaani haya machukizo makubwa wayafanyayo nyumba ya Israeli hapa, hata niende zangu mbali na patakatifu pangu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu anajaribu kufunua sababu ambayo Mungu imemfukuza kwenye mahali patakatifu, yaani madhabahuni pake. Au kwa lugha nyingine naweza nikasema kwamba sababu ambayo imesababisha Mungu au Roho Mtakatifu afukuzwe ndani ya maisha yangu. Na ndiyo maana yapo hayo yanayonipata leo. Ipo sababu inayonipata leo. Kwa nini leo yananipata mambo magumu, na wakati mimi nimeokoka, na wakati mimi nimekiri kwamba Bwana ni mwokozi wa maisha yangu? Kwa nini leo yananipata haya mambo? Kwa nini yanakuja bila taarifa? Na ninaposoma Biblia inasema Mungu hawezi kuleta au kuruhusu jambo lolote linipate bila kuwajulisha watumishi wake manabii. Kwa nini sijapata taarifa? Kwa nini sijapata taarifa kwamba kuna jambo fulani linatakiwa linipate? Kwa nini sijapata sababu? Kwa sababu Mungu yuko mbali nami. Iko sababu ambayo inasababisha mimi ni mambo yatokee mabaya, au niishi katika mitego, au niishi katika hali ya kutokushinda wakati mimi ni mtu wa Mungu. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi ya kwamba tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa nini basi mimi sio mshindi? Ni lazima nijiulize maswali, lakini haya maswali yangu yatajibiwa endapo itatokea nimejiconnect na Mungu, nitatubu toba ya kutokuweza mimi, isipokuwa ninamtaka yeye aniwezeshe. Na leo tutaomba hayo maombi, watumishi wa Mungu. Naona muda wangu umeenda. Ni kweli kabisa, saa moja haitoshi kwa wakati huu, haitoshi. Hivyo basi tuingie kwenye maombi, tutafundishana na kesho pia. Lakini nataka ujue kwamba siku ya leo tunaomba maombi toba ya mabadiliko. Toba ya mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nifuatishe maneno haya. Lakini nataka utambue, naomba usome kwenye kitabu cha Zaburi 44. Kitabu cha Zaburi 44, kabla hatujaenda utambue kabisa katika hili. Zaburi 44 mstari wa 3. Zaburi 44 mstari wa 3 mpaka wa 7. Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli walipigana wakashinda vita. Hawakushinda kwa nguvu zao wenyewe, bali ni Bwana ndiye aliyewalizia. Mstari wa 6 na wa 7 hapo
Biblia inasema ni Bwana ndiye aliyewalizia. Mstari wa 4 kianzia mstari wa 3 mpaka wa 7. Bwana aliwalizia na ndiyo maana wakapata kushinda. Hebu niseme kwamba leo tunapotaka kwenda kwenye maombi ya toba, mwambie Bwana nilizie. Hebu tubu maombi ya kumtaka Mungu akulizie. Mungu akikulizia utakuwa mshindi. Mungu akikulizia atasema na wewe kukupa mwelekeo. Ninaamini kwamba leo watumishi wa Mungu, Mungu anataka kusema na watu. Atakaposema na watu, Mungu atatoa mwelekeo kwa kila mtu ya kwamba wewe mwanangu tubu. Inawezekana tatizo lako ulifungwa kwa sababu ya familia ya kwenu. Daudi anatubu kwa sababu alipata mwelekeo. Ukisoma kwenye ile sura ya Zaburi ya 51, Daudi anasema hivi, Bwana unisamehe. Anatubia mpaka siku ya kuzaliwa kwake. Nilitungiwa mimba hali ya uovu. Na wewe Mungu upendezwi na moyo wenye uasi. Anatubia, anajaribu kueleza namna alivyotungiwa mimba. Mama yake alimchukulia mimba hatiani. Unafikiri hizo ni siri alizijuaje? Alizijua kwa sababu Mungu alimpa ufunuo katika maombi yake. Na wewe usitubu tu kwa sababu unatubu. Hebu zama katika roho. Ninakusihi leo mtumishi wa Mungu, hebu kubali, hebu uambie moyo wako kwamba mimi ni mwanadamu, mimi ni mtu, ninaweza kuishi katika roho na nikaishi katika mwili. Mtumishi wa Mungu Ezekieli alikuwa tu akiongea na wazee walikuja kumtembelea nyumbani mwake, lakini hapo hapo akapata ujumbe. Mungu akaja juu yake kumpa ufunuo kwa habari ya taifa la Israeli. Alimchukua katika roho, hakumchukua katika mwili. Kwa hiyo na wewe kubali. Na ndio maana Paulo kwenye nyaraka zake anasema naliomba kwa akili na niliomba kwa roho. Hivyo ni muhimu sana unapotaka kupata uvumbuzi wa jambo gumu, wa jambo linalokusumbua, nenda katika roho. Kwa sababu gani ni lazima uende katika roho? Chanzo cha maisha yako iko katika roho. Ukisikia hata huyo nabii ambaye amezungumza mtumishi wa Mungu hapo, alikuwa katika roho, hakuwa katika mwili. Maana yake alikuwa anazungumzia yule Sarafina wa ndani, kwamba huyo ndiye aliyetupiwa majini, sio Sarafina wa mwilini. Maana yake ni nini? Anajaribu kuzungumza na roho ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu mtumishi wa Mungu ukubali kwenda kwenye toba ya rohoni, sio ya mwilini. Nifuatishe sasa maneno haya watumishi wa Mungu. Nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba unirehemu sawa sawa na wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu yote, kwa maana hakika nimekutenda dhambi. Naomba huruma na rehema zako ziwe juu yangu siku ya leo. Biblia inasema mwenye haki ajitakase. Na mimi ninakuja mbele zako, ninaomba utakaso. Nioshe kwa hisopo nami nitakuwa safi. Pale msalabani Yesu Kristo ulisema imekwisha. Na Biblia inasema mtu ukiri kwa kinywa chake hata kupata wokovu. Baba, ninaomba unisamehe juu ya kila maovu ambayo yananizinga kwa wepesi. Kila udhaifu nilionao unaopelekea kukufukuza ndani yangu, nisamehe kwa jina la Yesu Kristo. Siku ya leo ninasihi huruma zako. Mungu uwe upande wangu. Siku ya leo ninaomba sasa ulinzi wako. Nifiche kwa jina lako takatifu, kwa damu ya mwanakondoo. Hivyo siku ya leo ninakuja mbele zako Jehova. Daudi anasema, Bwana unisamehe kwa sababu nilitungiwa mimba. Mama yangu alinichukulia mimba hatiani. Inawezekana mambo yote yanayotokea juu ya maisha yangu yametokana na siku ya kutungiwa mimba. Baba, nirehemu. Kwa maana Biblia inasema
Watoto walifundishwa uongo toka tumboni mwa mama zao. Inawezekana nimelisi uovu wa mama yangu, maisha aliyokuwa na yaishi wakati nikiwa tumboni mwake. Niliaminishwa uongo, niliaminishwa uasi, niliaminishwa uasherati na uzinzi, niliaminishwa matusi na kudharauliwa. Naomba unisamehe. Hakika nimekuwa mrithi wa mabaya, lakini wewe Mungu wapendezwa na moyo usiofurahia udhalimu. Siku ya leo ninatubu. Tangu nilivyoanza kutambua ya kwamba mimi ni mtu, nilipoanza kujitambua ya kwamba mimi ni mtoto wa kike au wa kiume, Mungu wangu, ninaomba unisamehe mahali nilipohukumiwa kwa matendo yangu. Siku ya leo ninatubu na kuomba rehema zako, kwa kuwa wema wako Bwana ukinizunguka utaniondoa katika hukumu zote na kunitoa kwenye mahakama ya mateso, kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema adui ni mshtaki wetu, naye uzunguka akiunguruma ili aangalie mtu atakayemmeza. Nimekuwa miongoni mwa watu waliotekwa na adui kupitia mfumo wa maisha ninayoyaishi. Ninaomba unisamehe. Ninatubia dhambi ya kutokusamehe wengine. Inawezekana nimehukumiwa kwa sababu mimi nimewahukumu wengine. Siku ya leo Mungu Roho Mtakatifu nakusihi unisaidie ili niweze kuwarehemu wengine na mimi nipate kurehemiwa. Ninatubu. Ninajua siwezi kusimama kabisa mbele zako kwa haki yangu, isipokuwa kwa damu yako ya thamani inenayo mema, inenayo utakaso, inenayo kunikomboa. Ninaomba siku ya leo nisogee msalabani pako, ambapo nitaondolewa hukumu na mashtaka ya kila namna. Asante kwa sababu umenisamehe. Ninakuja mbele zako leo, ninatubu juu ya kila maneno niliyoyanena mwenyewe na niliyonenewa, yamekaa kwenye ufahamu wangu. Hata kama Mungu ukisema na mimi siwezi kusikia, kwa sababu nimefunikwa na picha za uovu. Nimesikia maneno ya kwamba siwezi. Hata kama ukiniambia naweza, naona bado siwezi. Hata kama ukitamka mimi ni mzima, sioni uzima. Hata kama ukisema mimi nina uzao, sioni uzao. Baba, ninaomba unirehemu. Nimekuwa na moyo wa ukaidi kwa sababu ya yale niliyoyasikia kwa wingi na kuyapokea, lakini yale niliyoyanena mwenyewe, kwa kuwa neno lako linasema umetegwa na umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Baba, ninatubia maneno ya kushindwa yote niliyoyatamka mimi mwenyewe, maana yake uchawi ulianzia katika kinywa changu. Kwa kuwa umesema kwenye neno lako unayaumba matunda ya midomo, Bwana, kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu. Nimeumba mwenyewe uharibifu wa maisha yangu. Niliposema sitapata mtoto, na kweli sijapata mtoto. Niliposema sitaolewa, na kweli sijapata mme. Niliposikia kwetu hawaolewi, na mimi nikashika hatutaolewa. Lakini neno lako linasema wewe ni Mungu mwenye rehema na huruma nyingi. Wewe ni Mungu wa mabadiliko. Niliposema kwetu ni maskini, akili yangu ilishiba umaskini. Nisamehe mimi. Ninatubia kila sababu inayokufanya Mungu kae mbali na maisha yangu. Ninatubia kila sababu Mungu inayokufanya niishi katika hali ya mateso. Ninatubia kila sababu ambayo inasababisha Mungu nisiweze kukuona katika maisha yangu. Ninaomba huruma na rehema zako ziwe juu yangu siku ya leo, Jehova. Damu yako ya thamani inene mema.
kwa kuwa ninatamani hatua mpya. Lakini tazama, mbele yangu kuna milima, siwezi kusimama. Zaidi ya yote ninakumbuka historia ya maisha yangu. Bwana, ninaomba unirehemu. Nirehemu, imekuwa tanzi katika maisha yangu. Baba, ninakusihi siku ya leo, wema wako unifuate, kwa kuwa umesema unatusamehe dhambi kwa ajili yako mwenyewe, wala hautakumbuka maovu yetu. Utayaweka mbali nasi, kama ilivyo magharibi na mashariki haviwezi kukutana. Ndivyo ulivyoahidi kwenye neno lako, Yesu Kristo. Baba, ninakuja mbele zako. Umesema kila ajaye kwako hutamtupa nje kamwe, na mimi ninaamini hautanitupa nje kamwe. Ninasogea katika msalaba wako. Ulipowekwa pale msalabani, ukasema ya kwamba wote nitakapoangikwa msalabani, wote nitawavuta kuja kwangu. Baba, ninakuja kama nilivyo. Umesema nije kwako, nitue mizigo nilionayo, tena nijifundishe kwako, kwa kuwa wewe mzigo wako ni mwepesi na nira yako ni laini. Baba, ninakuja mbele zako, ninatubia. Inawezekana ni tabia za asili, inawezekana kama mtumishi wako Isaya. Bwana, na mimi nimesikia habari yako ya kwamba unasamehe na kuinua, ya kwamba unabeba na kututoa hatua utukufu hata utukufu. Baba, nimeshindwa kuendelea na utukufu mpya katika kukujua wewe, katika kukuona wewe, katika maisha ya uchumi, katika maisha ya uhusiano, katika heshima, katika mabadiliko. Baba, ninaomba huruma zako. Najua mimi ni mwenye dhambi. Ninasimama kama alivyosimama yule mtoza ushuru. Nina haya ya uso, siwezi kuinua uso wangu kukutazama Mfalme, wala kupatazama patakatifu pako, kwa kuwa nakiri ya kwamba mimi nimezungukwa katika mazingira ya dhambi. Maisha nayoishi ni mazingira ya dhambi. Familia niliyotoka, Bwana, ni familia isiyokujua wewe. Baba, nimebishi katika hali ya unajisi, lakini ninatubu leo, kwa kuwa ninahitaji mabadiliko. Mfalme, funua macho yangu nipate kujua siri zilizofichika zidi ya maisha yangu. Mtumishi wako Daudi aligundua kuna kamba za mauti zilikuwa zimemzunguka, na ndio maana alizikata na kuzivunja. Mimi sijui nimefungwa na nini, na ndio maana ninakuja kwako, ujuae ndani ya mioyo, uwezaye kuchunguza mafumbo ya siri yaliyofichika. Jehova, ninakuja kwako kama nilivyo. Ninaomba unirehemu mimi, nisamehe kwa jina langu, kwa kuwa Biblia inasema ya kwamba Ezekieli anasema, akaagiza malaika atakayeugonga muhuri watu wale walio na chapa ya neno la Mungu. Baba, ninakuja mbele zako. Inawezekana sijagongwa muhuri ya wenye haki. Baba, nirehemu mimi siku ya leo. Ninatubia kila visababishi. Inawezekana katika siku ya kuzaliwa kwangu nilitoka nimebebeshwa maagano ya kichawi. Baba, mchawi hawezi kukuona wewe. Yeye anaishi katika hukumu siku zote. Inajua mimi ni miongoni mwao. Lakini Baba, umesema njoni kwangu ninyi wote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Baba, nakuja mbele zako, nitiwe nira yako ili nifuate hatua zako. Nisamehe Yesu. Ninakuja kama nilivyo, nadai huruma zako siku ya leo. Nadai huruma zako siku ya leo. Daudi anasema nimezikika, imetosha. Lakini Daudi akagundua ya kwamba mambo yote yaliyofanyika ni kwa sababu uliwalizia. Na mimi ninaomba unilizie Yesu Kristo leo. Nilizie uweze kunipokea kama nilivyo. Nilizie uweze kuniosha nami niwe safi. Nilizie nigongwe muhuri wa watakatifu. Nilizie niwe bora duniani. Nilizie niwe wakili wa siri zako. Nilizie Yesu Kristo, nilizie. Nakuja msalabani pako.
zako nimeinamisha uso wangu. Baba, ninatamani kukuona katika maisha yangu, natamani kukuona katika njia zangu, natamani kukuona katika mwelekeo wa hatua zangu, natamani kukuona katika eneo la maisha yangu, maisha ya kukujua wewe, maisha ya kukutafuta wewe, maisha ya watoto wangu, maisha ya ndoa yangu, maisha ya biashara yangu, maisha ya afya yangu, mienendo yangu yote natamani kukuona wewe. Daudi anasema neno lako ni taa ya miguu ya kuimulikia miguu yake, hatua zangu haziwezi kuendelea mbele, maana tazama giza neno limenisonga. Baba, ninakuja kwako kama nilivyo leo, ninahitaji kukuona wewe. Bwana, na macho yangu ya rohoni yaweze kujua siri ya kifungo changu, macho yangu ya rohoni yaweze kujua siri, kwa nini hatua zangu hazisogei mbele, ni kitu gani kilichonifunga na sababu yake ni nini. Inawezekana mimi nilizulumu nafsi ya mtu mwingine. Baba, ninatubu. Inawezekana nilizulumu katika mahusiano, nilizulumu katika biashara, nilizulumu pesa. Inawezekana nilifungua milango na adui akapata nafasi ya kunishambulia, lakini siku ya leo ninakuja mbele zako kwa toba. Baba, nisamehe, nisamehe katika jina la Yesu Kristo. Jina hilo ni takatifu mno, siwezi kulibeba. Ikiwa ndani yangu kuna uovu, ikiwa ndani yangu kuna uchungu, ikiwa ndani yangu nimenung'unika, nimekulaumu Mungu, ninaomba rehema zako siku ya leo. Nadai wema wako uwe juu yangu Jehova, nadai wema wako uwe juu yangu Jehova. Rabasika rabashanda rabasika rokosepaka rabashanda rabasika. Siwezi kusimama mwenyewe, nadai hatua zangu ziongozwe na wewe Jehova. Nisamehe Jehova, nisamehe. Mtumishi wa Mungu, amba rehema za Bwana. Hebu jimimine mbele za Bwana, kwa kuwa yeye anasema hakuna aliyekuja mbele zangu nikamtupa nje. Hebu sogea malangoni patakatifu pa Bwana ili uweze kusikia sauti yake, ikupe mwelekeo, utubu sehemu gani. Rabashaka rabasika. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ulipoona Mariamu anahangaika kukutafuta, ulijidhihirisha kule kaburini baada ya kufufuka, ingawa hukuwa na mwili. Na mimi najua hata sasa huna mwili wa kibinadamu, lakini naweza kukuona tena, naweza kukuona tena. Baba, uliniambia ya kwamba hakuna moyo uliokutafuta usikuone. Niko hapa, niko hapa Yesu, niko hapa, nataka kukuona. Mwambie Kristo uko mahali hapo, unataka umuone, na kweli atajidhihirisha kwako. Utamuona siku ya leo, utamsikia siku ya leo akizungumza na wewe, utamsikia akinena na wewe, utasikia Jehova akijitukuza na kujidhihirisha wazi kwako. Rabasika rabashanda rabasika rabashanda rabasaka karabasika rabashanda rabasika karabashaka rabosapa katamasto romosepe. Baba, kiramakasapa karabashanda rabasika rabashanda rabasika. Jehova Shama, Jehova Nisi, niko hapa, nataka kukuona. Hebu mwambie Bwana, nataka kukuona. Mwambie Bwana, nataka kukuona. Mwambie Bwana, nataka kukuona. Nawe utamuona, atajidhihirisha wazi wazi kwako, kwa kuwa yeye ni Mungu.
Rabashandarabasika. Baba, ninakushukuru kwa uaminifu wako, wa neema uliotujalia. Baba, ninasi neema yako ipate kunizirishia ya kwamba umenisamehe, na kama uliponisamehe, Bwana, nitaona hatua mpya. Bwana, nitaona nguvu mpya kama ulivyojidhihirisha kwa mtumishi wako Yabesi. Bwana, ulijidhihirisha ukaondoa laana ya kuzaliwa kwake, ukaondoa laana ya kushindwa kwake. Alikuwa anashindwa ingawa ni shujaa. Ulijidhihirisha kwa Gideoni alipokuwa anahangaika kutafuta uso wako. Baba, na mimi ninakuja mbele zako, hata ukamfunulia siri, ukamwambia chanzo ni sanamu aliyoijenga baba yake. Mfalme, na mimi ninakuja kwako. Inawezekana masanamu ya familia, masanamu ya nchi yangu, masanamu ya mazingira na jamii yangu yamenishikilia. Baba, ninaomba huruma na rehema zako ziwe mbele yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rabashaka rikosebekete rabasaka orabashanda rabasika makarabashaka ribosepekete mesto robosaka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninakushukuru kwa sababu huruma zako nimeziona, wema wako nimeuona, nguvu yako nimeiona, katika jina la Yesu. Rakasaka makarabashandarabasika makarabashaka robo shandarabasaka makarabasika orabababa rapakatapaka sepekesa, katika jina la Yesu Kristo. Baba, leo, siku ya leo, hebu tubia kila picha iliyoko mbele yako. Naona kuna watu, kuna picha kwenye nyuso zao, kuna picha ambazo zinakuaminisha kwamba wewe huwezi. Kuna picha kwenye fikra zako unaziona, na kila Mungu anawezekana anasema na wewe, lakini kuna picha ya kushindwa, kuna picha ya kutokufanikiwa, kuna picha ya kutokuelewana na ndugu zako, kuna picha ya kutokuelewana na ndoa yako. Ingawa Mungu anaonyesha ya kwamba una amani, lakini huna amani. Hebu tubia kila picha na kila taswira kwenye maisha yako. Tubu kabisa, mwambie Baba, nisamehe. Hii taswira ninayoiona sio ya kwangu. Taswira hii ya kushindwa sio ya kwangu. Hii taswira ambayo nimezoea kuona watoto wangu wanasumbua sio ya kwangu. Kuona mimi siwezi kuolewa sio ya kwangu. Hebu tubu na mwambie Bwana, niondolee hii taswira ya kushindwa, staki. Mwambie Bwana aondoe taswira kwenye ufahamu wako, aondoe taswira kwenye mtazamo wako, aondoe taswira ili uwe na taswira ya kuona yale Mungu aliyoyakusudia tu peke yake, katika jina la Yesu. Baba, samehe kabisa kila taswira iliyoganda kwenye mtazamo wangu, kila taswira iliyoganda kwenye mfumo wa kuwaza kwangu, kila taswira iliyoganda kwenye kufikiri kwangu, maana siwezi kuwaza nje ya kile ninachokiona. Biblia inasema onavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Baba, ninatubu kila taswira ambayo ninaiona ndani yangu, niliyojengewa kupitia kusikia au kusemwa au kunena mwenyewe. Leo ninatubu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na umwambie Mungu, hutaki kuishi maisha ya zamani, taka kuishi maisha mapya, taka kuishi maisha ya sasa, taka kuishi maisha ambayo Mungu aliyakusudia kwenye maisha yako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninatangaza siku ya leo, neema ya Kristo iko ndani yangu. Leo ninaumbiwa moyo mpya, moyo wa nyama, moyo unyenyekevu, moyo wa kuungama, katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako, kwa sababu ya neema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakushukuru Jehova na kukutukuza kwa sababu unaweza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Watumishi wa Mungu, huu ni mwanzo tu, lakini maana yake unaendelea na hii toba. Inaitwa toba ya mabadiliko. Toba ya mabadiliko. Hii toba ya mabadiliko unatakiwa kuendelea nayo sana.
unatakiwa kuendelea nayo sana. Haleluya, watu wa Mungu, unatakiwa kuendelea nayo sana mpaka tutakapokutana kesho. Kwa sababu ya muda wetu umeenda, tumetumia na dakika zingine kama 23 ambazo hazipo kwenye lengo, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu tumeendelea kwa sababu ya faida ya Bwana. Naomba unisikilize basi kidogo kwa ajili ya matangazo, na kisha tuahirishe. Utaendelea mwenyewe, lakini upate muda wa kuendelea sana katika haya maombi. Tangazo letu, niseme tu kwamba nilisema tarehe 3 ndo tutaenda kutoa msaada kwa wahitaji. Niombe tu mtumishi wa Mungu, wewe unayeguswa, amhurumiaye maskini amkopesha Mungu. Kwa hiyo mkopeshe Mungu kwa ajili ya kuwahudumia watoto wahitaji. Na niombe tu kwamba hiyo tarehe 3 tutapeleka nguo, lakini kabla ya vifaa vya shule, lakini kabla ya Krismasi mimi nilikuwa natoa wazo kwamba tupate pia watoto wachache na familia chache ambazo hazina uwezo, tupeleke chakula. Haleluya. Naomba kwenye hilo eneo tufanye hima kabla ya Krismasi, tupeleke chakula. Tarehe 3 tutapeleka kwa ajili ya mahitaji ya shule, viatu, nguo, madaftari, peni, penseli, vifaa vyote vya shule. Lakini kabla ya hapo, kabla ya Krismasi, niombe kwamba watumishi wa Mungu tupate familia chache za wazee na yatima, na kuna watoto wasio na wazazi yatima, tuwapelekee chakula. Kuna watu wanasherehekea Krismasi, angalau na wenyewe wafurahi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Nikuombe sasa, mtumishi wa Mungu, tufanye hima kwenye hilo eneo, na ninaamini tu kwamba Mungu atakubariki. Biblia inasema ibada iliyo njema ni kuwakumbuka ni yatima. Mungu akubariki sana. Hebu shika tu kwenye kichwa chako tuombe. Baba, ninakushukuru na kukutukuza kwa ajili ya watumishi wako wote, ninawafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Naam, ninaamuru neema yako haitanyamaza. Umeniambia siku ya leo utasema na watu. Sema na mama huyu, sema na binti huyu, sema na kijana huyu, sema na baba huyu, sema na watumishi wako wote kwa jina la Yesu. Ninakushukuru kwa sababu kesho nitasikia shuhuda nyingi ya kwamba Mungu umesema nao na umejidhihirisha kwao. Kwa jina la Yesu Kristo ninawafunika. Damu ya Yesu Kristo inene mema kwa ajili yenu ninyi nyote. Amen. Tukutane kesho. Asanteni sana. Amen.